Tuelekee kaunti ya Trans Nzoia ambapo Kamanja moja kuupa sura mpya mji wa Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. Serikali ya kaunti hiyo imeanzisha mikakati ya kutekeleza usafi na kuimarisha miundo msingi ili kuwavutia wawekezaji na kuhakikisha wafanyabiashara wanasalia katika mazingira safi, anavyotujuza Mike Muskoyo. Kwa mujibu wa meneja wa bodi simamizi ya mji wa Kitale Irene Nangole, kero la utupaji taka kiholela mjini Kitale linaendelea kwa donda sugu, na wanatumai kupitia mipangilio wanayoweka ya kuboresha maeneo ya kutupa taka itasaidia kukabili tatizo hilo. As a municipal board, we have prepared a proposal on how we are going to have what we call engineered dump sites, where we can be able to segregate our waste and then partner with people who can help us recycle the waste that is recyclable, and that needs to be burned. We are also proposing to have an incinerator so that we can be burning our waste there. We have plans to rehabilitate the dump site to something that is a bit modern. Aidha, wafanyabiashara wametakiwa kuchangia katika mchakato huo kwa kuhakikisha wanadumisha usafi wa mazingira wanapoendesha shughuli zao, ikiwemo kufuata taratibu za uzoaji na utupaji taka mjini. But we are also requesting the business community to do what we call responsible waste disposal, because as you see along the road, we have skip bins installed in various stations. But wengine wetu tunaweka, baada ya kuweka ndani uchafu tunaweka kando ya skip bins. Tuna raise awareness, watu waanze, kienda miji mingine mikubwa kuna fine ya kutupa tu taka, lakini sisi hatujafikia mahali pale. Tunajaribu tu kuhamasisha watu kwamba kama iko taka, tafadhali tusiitupe ovyo ovyo. Wadau hawa wanaamini mpango huu pia utasaidia pakubwa kuzuia mkurupuko wa magonjwa yanayosababishwa na uchafu yanayoaminika kuongezeka siku za hivi karibuni. Utagundua ya kwamba msimu kama huu magonjwa communicable diseases iko juu sana. Hebu enda Wamalwa kijana, utagundua ya kwamba watu ni wagonjwa sana. There is a relationship between drainage system and communicable diseases. Kwa hivyo kuweka taka mahali ambako inatakikana ni njia nyingine pia ya kuzuia magonjwa. Ni juhudi ambazo zimeungwa mkono na watunzi wa mazingira ambao wamekariri kuwa itasaidia kuboresha hewa safi na kudhibiti pakubwa athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazoendelea kuangaisha ulimwengu. We use biodegradable waste to make organic fertilizer, which mitigates the release of methane gas to the atmosphere, therefore reducing green gas to our not to break our ozone layer. Mike Muskoyo, West TV kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia.